niliachana naye lakini nilipata shida sana kwenye kulia. Nililia. Kumbe nilipokuwa napigwa na zile ndala na mwiko, gongo la chapati mama wangu alikuwa hachagui. Kilichopo ni shwa. Paka unajuza like, wewe ni mama yangu mzazi kabisa. Mimi napenda hela, mimi ni Mchaga, ukinipa hela nitashukuru na napenda hela sana yani. Why should I allow devil to control my mind? Kwa sababu kiniambia hata leo niende nikasome air hostess, I can go there. I love it, like welcome to the plane. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi, mambo ni aje? Karibu sana kwenye episode nyingine ya Story Yangu, ambayo kama nilivyoahidi huwa inaruka kila baada ya wiki mbili. Tunakuletea mgeni mpya, unasikiliza story yake, lengo likiwa ni kukufundisha, kuelimisha na kukurudisha pia, kwa sababu mambo ambayo yanakuwa yanazungumzwa humu ndani yanakuwa ni mengi sana. Nikuombe tu kabla tunaenda kuonana na mgeni wetu wa leo, usisahau kusubscribe our YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast, kwa sababu hapo utakuwa unazipata episodi zetu zote ambazo zimepita ama zimetangulia kutoka, na nyingine nyingi ambazo tunakuandalia kila baada ya wiki mbili na kukuletea kwenye YouTube channel yetu, kwa lengo la kuhakikisha kwamba we're moving from one step to another. Mimi naitwa Chika na mgeni wetu wa leo bwana, waga namuita a girl with many talents, kwa sababu yuko na vipaji vingi sana, and she's really blessed. Kwanza she's a singer, a songwriter, a singer I mean kwenye upande wa gospel music, lakini pia she's a media personnel, ni mtangazaji mzuri sana, anafanya voiceovers, ana host live coverages, anafanya vitu vingi sana amazing. Yani akiwa ameishika mic kwenye TV ya kwako lazima utafurahi sana. Lakini she's anointed kwa upande wa masuala ya dini, kuimba. Yani kuimba kwake ni kule kuimba ambako wale wachache ambao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu akiimba watu wanapona, watu wanapokea Roho Mtakatifu. Yani vitu ni vingi sana ambavyo wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu. And her name is Miriam Samueli, lakini yeye anajiita Milly Lome. Yeye ndo mgeni wetu wa siku ya leo. So I hope utakaa mpaka mwisho, kwa sababu pia safari yake ina vitu vingi sana ambavyo utajifunza mengi na lazima utaburudika, kwa sababu she's an amazing girl, she's a fighter, na ni vingi sana ambavyo mtavifurahia kutoka kwake. I promise you that. Vipi Miriam? Safi. Nzima? Good. Karibu bwana. Thank you so much. Mimi nimekutambulisha kwa namna ambavyo mimi binafsi na kujua, kwa sababu ni mtu ambaye nakufuatilia, ndio my friend. Lakini I have to give you a chance ya kujitambulisha wewe kama wewe kwa watu. Who is Miriam Samuel? Oh. Well, I'm so really happy kusema kweli. Kwanza nashukuru. Thank you so much and kwa hii opportunity ya kuweza kuwepo hapa kuelezea my story, and unafanya vizuri sana. I've been just kuangalia video nyingine za watu wengine ambao wamepita hapa. Wow. Thank you so It's amazing. much. I'm sure my tissues are somewhere. Yeah, wengine wanaita hii therapy session. Because we listen. Absolutely. Really listen. We don't judge. Yes. We don't judge. No, we don't. We never. Okay, my name is Milly Lome. My actually name is Miriam Samuel, au Miriam Salome Samuel. Okay. Hiyo Miriam Salome ni jina moja. Okay. But in a short form tuna call it Milly Lome. Lome. I don't know why people wananiitaga Milly Lome instead of Milly Lome. Kwa sababu hawajui kama unaitwa Miriam Salome. Yes, they have to call me Milly Lome, Lome. not Milly Lome. What is Lome? Okay. I'm a singer, anointed singer, prophetic singer I can say, or Yes. prophetic worshiper. Yeah. That's the first thing. Nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. And I'm proud for that. Okay. I'm a church girl, Jesus girl. And I'm a media personality by professional, Yeah. TV host, Yeah. event host, a hyper, voiceover artist. Yani nakwambia mambo mengi, influencer, ambassador, vyote vinaingia huko. Apart from that, I'm just sweet girl. Just a baby girl. Yeah, just a baby girl. Jamani, kwenye hype hapo msije mkaichanganya. Hii ni hype kwenye masuala ya gospel, sio the other way around, ama secular. Okay, so karibu sana bwana. Leo tunaenda kuisikia story yako. Thank you so much. Okay, Miriam Salome amezaliwa kwenye familia aina gani? Kwa gani? Indeed, it's a therapy session. Well, mimi nimezaliwa kwenye familia ya watoto wanne. Okay. Tulikuwa wanne, ila sasa hivi tumebaki wawili tu. The first born and the last born. Kwa sababu wa pili na watatu
walifariki. Dadangu alifariki mwaka 2012 na my brother alifariki mwaka 2021. It was a very difficult situation. Sijui kwa nini kwa dadangu haikuwa hiyo situation nini ngumu sana, kwa sababu dadangu aliumwa kwa muda mrefu and then alifariki. Unajua unasema like oh God, thank you, at least amepumzika. Lakini my brother yani ametoka ndani usiku, katoka kuongea na mimi yani like afu nilikuwa na ile mizura na cheti, akaniambia naomba hii na hii, nikaambia then nikampatia. Within 10 minutes ahead mtu amekufa just from nowhere. Yes. Oh my God. Yani it was, unajua ile ni ngumu kuamini, moyo unakwambia huyu mtu hayupo tena, lakini unasema labda atakuwa amelala kwa rafiki yake. Sababu nimeongea naye sasa hivi. Yeah. Yani unajua ile damu nzito kuliko maji. You feel it like something is wrong somewhere. Mama hawezi kulala, yani ananiambia wewe kakako yuko wapi? Namwambia tu atakuwa yuko kwa marafiki zake au vipi. Lakini kumbe mtu ampata ajali. It was really hard. Pole sana. Mungu aendelee kuwapumzisha kwa amani. Amen. So sasa tunabaki wawili, the first born and I'm the last born. Okay. But I can say last born by name. Not by responsibility. Maisha yanaweza kukufanya ukawa last born and you can be the first born in everything. Lakini pia nini wanasema vyeo viko spiritually na physically. Wewe unaweza physical ni last born, lakini spiritually wewe ni first born. So yeah, that's understandable. So sasa turudi kwenye aina ya maisha ambayo umekulia. Tumekulia kwenye maisha ya kumjua Mungu. Okay. Familia yetu ni familia yani ya kimungu naweza nikasema. Ndio anasema mlee mtoto katika njia impasayo na hata iache atapokuwa mzee. Sisi tumelelewa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo nimemjua Mungu. Na sio tu kwa sababu wazazi wangu walinitambulisha kwa Mungu basi ndo nikaanza kuokoka. No. I've met God by myself. Yani kuna zile situation unasemaga mtoto haelewi, lakini no. Mtoto anaelewa. Yani kuna zile situation unakaa mwenye unamwambia God. I remember one of the things tena asubuhi nilikuwa nimeikumbuka leo, nikasema nilikuwa nataka kufanya nini? Maisha yalikuwa magumu. Unajua nimezaliwa Magomeni, Uswahilini. Okay. Maisha yalikuwa magumu, like baba anajitahidi. Ani hataki kugeme 500, you say like oh God, we thank you for this. Siku yani maisha yalikuwa magumu, alafu sio nikafanya nini? Nakumbuka kama babangu aliniadhibu, alinichapa. Nikasema ni maisha magumu. Bado unanipiga. Sina amani. Sina nini, naondoka nikaandika barua. Baba nakupenda sana lakini kwa heri sitaweza kuishi na nyinyi, sina nini. Yani nikaiweka pale vizuri. Maisha ya kwenye movie nikaita uhalisia. Nikaika pale barua yangu. Huyo naondoka. Mamangu bahati nzuri alifound ile barua. Akanifuatilia. Yaani nilikuwa naenda wapi sijui. Na nilikuwa mdogo. Akanifuatilia akaniambia for the first time nimeona mamangu anaongea na mimi kwa upole. Sasa mamangu alikuwa ni yule mkali. Takuchapa. Akaniambia don't do that. Babako atajisikia vibaya sana. Rudi, msamee. Kwani alipokuchapa alikuonea au ndio ile hasira za kitu? Yaani unajua kuna baba wewe akuchapi sana lakini siko akikuchapa. Of course. Afu na vile vya hasira vya kiteenager. Unaona wewe ndio wewe. Yaani from that situation nikajifunza msamaha. Upendo na msamaha. Kwamba okay, kumbe mtu anaweza akakupenda, akakufanyia jambo hata kama linakuumiza kiasi gani, just samee. Kwani maisha yangu ninaweza kusema ni kila hatua, kila siku kuna kitu najifunza according to the word of God na ileta kwenye reality. Inaenda. Nishai kukaa nikatamani nikasema nienda Mikocheni kwenye zile nyumba za matajiri zile au za Waarabu. Nikakaa pale nje, nijifanye mtoto nimepotea au tu waniadapti niwe kama mfanyakazi. Alafu kwenye mtoto wa kiume atakaye uko naangalia sana movie wewe za telenovela zilikuwa Nigeria sana. Na Nigeria movie. Yaani labda tu akiniona watanikuza, kupenda. Atanipenda, nitaolewa naye, maisha ya kwetu yatabadilika. So nikaanza kufikiria namna kubadilisha maisha ya kwetu. Muda mrefu nashindwa kulala usingizi usiku. Yaani ukienda shule mwalimu akinifundisha tena master naona kama ananichanganya. Yaani wanafanya nini pale? Kwa sababu like akili yangu haiangalii hii ya darasani. Naangalia after here nini kinatokea nje. Because we need money to eat. I need money to dress. I love dressing. I need money to get things to be done. I need money for school fees. I need money for a lot of things. And nikiangalia babangu kuna muda anateseka, nasema Mungu, siwezi kusema kwamba kudharau umenizalisha kwenye hii familia. Hivi Kiswahili sahihi?
kuzaliwa. Umeruhusu nizaliwe. Yes, umeruhusu nizaliwe kwenye familia hii, but I'm grateful. I'm just grateful. Kuna tukio lilitokea shuleni siku hiyo, sikulipa ada. Babangu alishindwa kulipa ada. Unafunguliwa gate kama kuku. Gate kubwa lile. Alafu nilikuwa nasoma pale Magomeni, yani barabarani. Gate lilifunguliwa, leo tunaambiwa nyumbani. Home. Nilifika nyumbani sikuambia kama nimefukuzwa ada. Nilisema kichwa kinaniuma kwao, nimeomba ruhusa nije nipumzike. Kwa sababu nilikuwa najiuliza nikimwambia babangu atajisikiaje. Ataipokeaje? Mimi nimesoma for exchange. Like babangu inabidi ashone suti ndio kama ada. Okay. Kwa mwalimu. Yes. Yani ikitokea amepata hela kidogo. Yani like wow. Ile ilikuwa ni labda ashone nguo, suti, kaunda suti ili mimi nisome. Nilifaulu shule ya government lakini akaona ngoja nimtoe huko nimpeleke private. Ndio pale kuna watu nikiongea Kiingereza kuna mtu ananiambia wewe wakishua wewe hey ni baba alisacrifice wewe acha. Yani like life can humble you and life can teach you a lot of things. So nimejifunza vitu vingi sana kuanzia utoto huo, teenager, secondary. Yani kila siku nilikuwa nahakikisha like okay I have to add this. Kama babangu alikuwa anateseka hivyo kwa nguo, ashone nguo ndo mimi nisome. Sawa, mimi sina hizo akili za darasani za kukaa kufaulu mase. Sina, ila what can I do extra? Mimi nilikuwa nataka nichukue kombi ambayo haiwezi kubalance. Yani niliangalia vitu ambavyo mimi navitaka. Cha kwanza nilikuwa na deal sana na commerce. Kwa sababu commerce huwa kuna topic ya marketing, advertising. Yani pale nakumbuka mwalimu alinigaga kitabu cha chuo, sio cha secondary. Nilikuwa nashinda kule library kujifunza strategies, vijarida vya Femina. Kuna vitu vingine si Shujaz na commerce na ile majarida kusoma marketing, advertising. Yani naangalia kule kuna nini huku, huyu kafanya biashara. Yani like mpaka nilipoaga tuzo na maktaba kuu ya taifa kwa kusoma tu hivyo, sio kusoma biology wala physics. No. Yani ilikuwa tayari nimeshajichagulia vitu vyangu. Yes. Kwamba hapa nikitoka natoka nikafanya nini mtaani. Benki, sawa. Air hostess. Labda matangazo ambayo inaweza nikaenda everywhere. Kwa sababu kinaambia hata leo niende nikasome air hostess, I can go there. I love it, like welcome to the plane. So yeah. So like nikasema I need to know what I want and focus with it. Sitamsikiliza mtu. Nilikuwa najiboost kwenye kuimba, nilikuwa naimba napata hela, nikipata hela 10,000 15,000 I bring it home. Direct. Mama, hela hii. Tunanunua maharage tukiamua kununua mengi yale ya njano. Napika mengi kwa sababu hamjui kama kesho mkaa mtakuwa nao. Mnapika mengi kama chakula, mnaweza mkapika mseto ule mwingi, hamjui kama kesho mtakuwa na huo mkaa wa kuasha tena. Kwa hiyo ukishapata vile mnaweka, kesho kwa jirani unaomba tu kamaliza kupika, sorry tunaweza tukachukua moto wako, unapashia. Babangu hakuwa na uwezo wa kuafford kutunulia kuku. Lakini alichokuwa anakifanya, kuna watu wanaopeleka nyama za kuku kwenye mahoteli. I'm not embarrassing myself but I'm proud for this. Wanapeleka nyama kwenye mahoteli. Rafiki yake alikuwa wanachukua zile steak zote, afu ile mifupa sinabaki kama ina nyama. He bring it at home. And we celebrate like, wow, leo tumekula kuku. Tumekula mifupa ya kuku. Ni kuku. But tulikuwa unajua ile mkiambo tena ipike. Dada yangu na wewe kakaangu wao ndio walikuwa wanapenda sana kupika. Yani wanagombana. Napika mimi. Kitapikwa pale na kaugali nakwambia tunakula hatari. Siku baba akitokea amepata hela, atanunua chips zile nyingi za mgosi. Nyingi. Hapa anaita watoto wote njoweni. Na ikiwa kwenye sinia pale. Na watoto wa majirani nini? Kaini hapa. Nikajifunza kitu kwamba okay. Hata kama ni kidogo you can share. Yeah, love haihitaji uwe na kingi. Kikubwa inahitaji tu moyo kwamba you can give what you feel to give to others. Kumbe sihitaji kuwa na mambo mengi sana au kuwa na hela nyingi au vitu vingi kuweza kushare na watu wengine. I can share love with what I want. So ni kila siku nilikuwa nahakikisha ikitokea situation ambayo inaumiza, naangalia what's behind. From there nikajifunza kutokuangalia negativity in my entire life. Ndio maana kwa unanijua mimi unaweza ukanikosea. Yani ile to the extent, yani kwamba like mwingine akisikia mimi she can't, but I forgive easily. I let it go like
Okay, I need to. Yeah. Nitalia lakini unasame. Of course kulia na kusali. Nataka kuwashtaki kwa Mungu. Unavunja moyo wangu. Unaweza mtu akala chakula chako ukanuna ukalia ukasali afu yakaisha. Like it's fine, really it's okay. Na hiyo imenipelekea hadi kwenye mahusiano. I don't want to go that angle. We will get there. Yeah. Kwenye mahusiano we will get there. Jesus. Na akiwadanganya I'll tell you that. I'll tell you a story kwenye mahusiano akiwadanganya. Ayo mwakagani. Okay, so mimi nataka turudi kwenye maisha ambayo umekulia. Ulikuwa kwenye familia ambayo you are not rich, lakini you are one big happy family. Whatever you have, whatever you had, I mean. So ile imekuaffect vipi kwenye maisha yako kwa sasa hivi? Well, imenisaidia kuishi na watu vizuri kwenye ukubwani. Kwa sababu gani? Nakutana na watu tofauti ambao wametoka kwenye familia tofauti, kwenye malezi tofauti. Kuna kile kimeme kinatembeaga huko mtandao like sikuwahi kujua kama wazazi wangu wamenilea vizuri mpaka nilipokutana na watu wengine huko nje. Kwamba like kumbe nilipokuwa napigwa na zile ndala na mwiko, gongo la chapati, mama wangu alikuwa hachagui na vingi. Kilichopo ni shwa. Mpaka unajiuliza like wewe ni mama yangu mzazi kabisa yani. Uka-question upendo wake. Kuna mfano kama neno ambao sitakuja kuisahau maisha yangu yote. Mama wangu aliniambia kutoka kwenye Bible. Ole wake aketie barazani pa wenye mizaa. Kwa kweli. Kwenye Zaburi 1. Na aliniambia nikiwa mdogo. Hiyo alikuwa ananikatazaga kutoka nje kwenda kukaa na watoto wengine, yani watoto wa mtaani kucheza nao wenye tabia ambazo sio nzuri. Toka shule, rudi nyumbani. Omba, chukua nguo, loweka, kula, lala. Amka. Yes, ukiamka kama kuna kazi fanya. Ukimaliza hapo kuna nini? Swala la kwenda kucheza huku na watoto wenye mizaa acha. Kwa sababu unavokaa kwenye mizaa itakuharibia focus ya maisha yako yote. Afu ni mdogo, unajua kitu unachofeed akili ndio kinachojaa. Kwa hiyo imenisaidia kuona kutana na watu huko nje, nasema like I can't judge them. Ni malezi tunatofautiana. Kile ambacho I can share, you share. Unakutana na mwingine anakuambia like mimi ndo nilivyo, siwezi kubadilika. Stop. I can't. I'm like, okay. Excuse me, kuna kauli ya I'm living my life. I don't care what anybody else thinks. No. Mimi nimesema mimi nitaendelea kuwa tu mama wa Kiafrika hata nikija kuwa na watoto. Kwa kweli, of course, nitawalea kama nilivyolelewa na mama kwa sababu she raised me right. Yeah, hilo nakubaliana na wewe. Anyways, kwenye maisha yako kabla hatujatoka nyumbani, when did you start kufanya mambo ya hosting, mambo ya media kabla hatujarudi kwenye kuimba kwa sababu ulianza nyuma kidogo? Starting with hosting or media issues, I started very young. I remember it was 20. Okay, nilikuwa na miaka 12 kitu kama hicho. Darasa la 5 wakati my sister ndo anafariki. So before that tulikuwa kuna hichi kipindi cha kwenye radio, vile watu wako ndo mko watoto wa nyumbani mnapiga simu, afu wengine like you get that the hype. Like kwa nini mtoto mwenzangu anafanya kitu kama hicho not me? But I found so interested about this. Mbona nikiongea tu ananiambia na naongea vizuri na bado ni mtoto. Nikiongea mtu ananiambia naongea vizuri. Au natakuwa nifanye kazi gani? Maana nilibezi sana kwenye air hostess, matangazo, yani hizo kwamba like I can use my voice there. And then my sisters wakawa wananisindikizaga tu huko kwenda kama mshiriki wa kipindi, sio mtangazaji. Baada dadangu fariki, tumezana msiba nini and then I found that purpose in me. Kaanziaga shuleni. Ilianza kwanza kwenye matangazo. Mwalimu wangu anaitwa Mwalimu Mayombo. Alikuwa anauzaga clips na vile vinini vitambi. Akitaka kuuza ananitafuta. Miriam, njoo. Muda ule ambao mnaambiwa aleni. Nakuja, ananipa, unakuta ni 10-20 na zote zinaisha. Ndani ya dakika 10 tu. Nimaliza. Like jamani karibu ni Crips. I didn't know kwamba kile ninachokifanya takuja kukiishi. Yes. Ndani dakika 10 mwalimu kamaliza, kesho analeta mzigo mwingine. Sasa ile kitu inakuwa I was like sikuwa naelewa ni nini nafanya. Ila nikaanza serious kabisa mwaka 2015. Form 1.
ile hali sana nimeingia shule kwetu wana support vipaji, tunaona vipaji tofauti. And then there I said like, oh, ndo kipindi hicho kuna huyu anaitwa DJ Fetty. Yes, DJ Fetty ndio yuko on trend. Yes. Tukawa tunafanya ni bonanza zile za shule. Sasa mwalimu akaniambia tu, "Miriam, can you do this?" Kwa sababu ya ule uchangamfu wa nini na nini. Nikamwambia, "Sijui kama naweza." Akamwambia, "Jaribu." Kufanya pale kuna wazazi walikuja wakanifuata, akamwambia, "Hey, unaongea kama DJ Fetty." Simjui hata DJ Fetty ndo nani. Nilikuwa na crush wangu wa shule naye alinifuata, akamwambia, "Eh, jamani, umefanya vizuri, unaongea kama DJ Fetty." Crush. Nikamwambia DJ Fetty ndo nani, nikabidi na niende nikamtafuta DJ Fetty, nianze kumjua ni sasa hapo ndo nikaingia kwenye mambo ya media. Okay. Ikaenda hiyo form 1, form 2 nikaumwa, kwa mwaka kama umepita tu. Form 3 ndo nikaanza rasmi kwenye radio na bado niko shule. Walimu walitambua kipaji changu na sehemu nilipokuwa nafanya pia kazi huko kule Presfal. Pia walitambua kwamba nina hichi kitu and they are ready to raise it. Okay. Na mkuu wangu wa shule namshukuru sana Mwalimu Imani Oscar, he stood there with me. Yaani kuhakikisha kwamba kila tamasha linalokuja Miriam has to be there. She has to be there. She has to do something. And then ndo nikaanza kwenye radio sasa. Hiyo nilikuwa kwenye upande wa radio tu. Yaani sikuwahi kuanza kwenye mambo ya TV. TV ilinivutia mamisi wanavokaa kwenye kiti. Okay. Bas. Kama nilivyokaa. Yani like so current sana kwenye historia. I was like, "Girl, you can do this." Kuna msichana pia alikuwa anaitwa Lisa kanisani. Alikuwa akija kanisani anakaa kiti nusu. Nilikuwa namwangalia. So kwani nahitaji kuwa mwembamba, nilikuwa kibonge. Nahitaji kuwa mwembamba au nataka kufanya nini? Ngoja nianze. Nikaanza ni like nikaanza kujitune kwenye upande wa TV. Okay. Matokeo yalivyotoka ya form 4 na hapo shuleni pia walifungua media kwa sababu yangu. Okay. Yaani ili tuendeleze kipaji. Wow. Tukawa tunafanya news kila Ijumaa, tunafanya news za Kiingereza na Kiswahili. Kwa mimi nikawa vice president. Okay. Hiyo pia ikaendelea kunikuza na mashindano ya huku na kule. Nimemaliza form 4, nimefaulu shule. Kwanza nimefaulu mdogo vita nyumbani. Huyu kafaulu shule miaka 16 inabidi arudie ili tu nifikishe 18. I was like, "Hey, no mio." Hapo muda huo kipindi hicho na Facebook iko moto. Kwa nilikuwa namwangalia msichana anaitwa Marcy Martin. Okay. Like huyu msichana ni mdogo, amepata tu supportive family. Ni mdogo and anafanya vitu vikubwa. Yes. Kama wasichana wa huko nje wanaweza kufanya mambo makubwa na wakiwa wadogo, I'll be the first one to do the great things while I'm young. Yani, I won't care about my age, but I will do as much as I can. Hapo ndo nikaji-challenge. Okay. Nikaambia mimi nenda chuo. Baba, mimi nakwambia hapana, inabidi uende 5 na 6. Nakumbuka kama miezi mitatu sikuwa na mawasiliano mazuri na familia yangu. Okay. Nikaenda kwa dadangu naye haeleweki, hajui asimame upande gani, upande wangu, upande wa parents. Shemeji yangu the same. So nikasema like I will stand with God. God, I need you in this situation here because alone I can't. Babangu akaniambia, "Okay, sawa. Umeamua kwenda chuo. Sawa, tafuta chuo." But he could even be able to pay for 3 months only. Na hapo nilikuwa na debt la secondary. So nikaanza kufanya kazi huku na huko, nikaingia kutunzuka wapi. Yaani kazi za huku na kule, gambling nini zile, yes, kufanya matangazo. Nikanapata hela zile nilizokuwa napata, naenda kulipa deni. Nikalipa deni, nikachukua cheti, nikaenda chuo. Chuo nikasoma mwaka mmoja na karibia kumaliza, na chuoni pia nikawa nafanya hizo utangazaji. Wenzangu wanaondoka shule saa 7, saa 6, mimi nakaa mpaka saa 2. Okay. Usiku. Na asubiri wa diploma akija. Inabidi nijichanganye. I need to know things quickly because I need money. Wananifundisha, "Hapa sijui ndo hii, sijui FL, sijui ndo nini. Fanya hiki, fanya kile, tunaingia studio kule, jaribu kutangaza. Yaani like nikawa unaji over ili tu upate your experience. I thanks God kwa sababu ya nilikuwa na consistency and dedication. I'm like, I need this. I have to have the discipline. Yeah. Nihakikisha nakipata kitu. Mimi ni mtu ambaye nikitaka jambo langu linafanikiwa, lazima lifanikiwe. Nikaendelea na hivyo mwaka huo mmoja mwishoni nikachukuliwaga na Clouds Plus, nikaenda kufanya kazi kule. Sana nafika hapo naambiwa unatoka kufanya kwenye TV. Nina flow ya kwenye radio. Sina flow ya TV. Ndio karibu nize. Wananiambia any TV. Relax. Talk tena. Nakumbuka nikutana pia na Lilian Mwasha for the first time. Akaniangalia akamwambia, Isaya Kandonga, like, "This girl is so beautiful. Anafaa kabisa kwenye TV vizuri." Na hapo amenichukua
uko chuo. I was like, okay, the favor of God. Ila floor ya radio. Na ni ngumu kuswitch kutoka kwenye floor ya radio kwenda kwenye TV. Jamani nakwambia karibu ni studio nani. Sio tena. Relax. Jamani, karibu ni Tuna tena kama unaongea kawaida. Yes, lakini I think sioni nikaweza, nafanya vipindi zaidi ya 2. Yaani nikaa najichallenge kila siku, naangalia, naondoka ofisini saa 4 saa 5 sababu nikienda nyumbani sina wifi, sina smartphone ya kusema nitaangalia hivyo vitu. Kuna bidii nikaa ofisini niingie kwenye editing room. Yaani niko pale busy, wanabaki wanaume ni unabaki nao naangalia. Kwani like I don't know how to explain about the media, but I've done my best. Yaani nimepita kwenye media nyingi naweza nikasema yes, maana you're the best. Yeah, I think it's good. Mpaka hapa nilipofika, Mungu ni sababu nikisema nielezee safari yote. Okay, starting kutafuta pesa kwa umri mdogo kiasi hicho. Challenges zilikuwa zipi? Mtoto mdogo, ni mrembo, ni wa kike. At that age, challenge ilikuwa ni ipi? Kwa kweli naweza kusema it's a grace of God. Okay. Yaani ulikutana na watu sahihi. Neema ya Mungu, kibali chake, baraka zake zilikuwa pamoja nami. Okay. Kwa sababu peke yako ni ngumu. Of course. Challenge zipo. Yaani kuna nyingine ambazo siwezi kuziongea front of the camera, lakini challenge zipo. Okay, labda naweza nikasema naogopa. I'm not afraid anyone or anything. Unaweza kuwa unafanya kazi, unakutana na mtu kwa sababu tu kakutongoza au ukamkatana ukamchamba. Sio kwa nini kwa nawachamba watu mimi. Niko yani na kuchamba. Kumbe hauna aibu. Kazi unakatishwa. Kuna vitu ambavyo inabidi vifanyike, vinakuwa stop it because of that. And I was like ready to risk. Of course you have to. Yaani nilikuwa niko hivyo. Yaani like okay, fine. Unajua hii barabara ya rushwa ya ngono kwenye kazi unatoka uikatae mapema kwa sababu ukientertain ndio itakuwa lifestyle yako. Me I was like, yaani wewe mtu mzima una aibu, mimi kama mwanao. Mimi kama mdogo wako wewe. Sina yani like na kuchamba. Sijui hizo confidence nilikuwa natoaga wapi. Na kujua tu unachokitaka. Yes. Yaani nilikuwa nakuchamba na ushajijua mwenyewe. Kama mimi hiyo kazi usinipe, naambia Mungu si yupo. Mungu atanipa. Kama haikuwa meant mimi kufanya hii kazi, it's fine. Nitafanya nyingine. Kwa hiyo ni like challenge zipo but I need money. Exactly. So natafuta njia nyingine. Njia nyingine ni ngumu but you have to go for it. Sio rahisi, hazina shortcut. You have to work for it. Unafanya kazi mpaka saa 4 usiku, saa 9 unachoka, unaunganisha ni mpaka mwili unakuwa like, yo, Mary, you need to rest. But it's like, when I rest, who will save my family? No one. Who will save me? No one. Ukiingia kwenye generation na hiyo ndio peer pressure anakuambia, yani mtoto wa kike usipokuwa na hela, ukipata mchumba ambaye ana hela hata kunyanyasa. Nasema mimi jamani, nishateseka vya kutosha. Kama ninapendana na mtu, acha nipendane na mtu kwa mapenzi ya ukweli. Kwamba sio kwamba nimempenda mtu naenda kwenye mahusiano na mtu I need his money. No. Wewe swala la kunipa mimi hela nipe tu. Mimi napenda hela, mimi ni Mchaga, ukinipa hela nitashukuru na napenda hela sana yani. Lakini kwamba nimekuja kwenye mahusiano na wewe au unaingia kwenye mahusiano na wewe kwa sababu kitu cha kwanza ni hela, hapana, cha kimkakati na investment hizo sitaki. Sababu mwisho wa siku ukishindwa kunipa, mimi sina mapenzi ya kweli na wewe. Nitakuwa nadanganya ule upendo ambao natakiwa ni uishi mimi kama mtoto wa Mungu. Kwa sababu watoto wa Mungu ni wanaishi kwa upendo. Exactly. So nisipoishi upendo nitakuwa ni mtoto wa nani? Wa shetani. Na mimi sitaki. Natenda dhambi ambayo ina umuhimu. So. Okay, so hapo kwenye mahusiano. You are a lover girl. You all know that. I'm a lover girl. Hivi kwanza ushawahi kufumania? Apao mi. So how was the experience? Ilikuwaje? Ilikuwa ni live au? Hapo ni nyimbo gani inatakuwa tungekuwa ibadani? Haikuwa rahisi kufika hapo, ni mkono wa Mungu tu. Ulinibeba. Ushawahi kufumania? Oh my God. Acha so. Of course ushawahi kumfumania.
Miriam. Nishai kumfumania mtu na hata nilivomfumania sikufanya chochote, siku panic, sikukasirika. Yaani unajua like I don't know, sikuweza kufanya reaction ya aina yoyote. Na mtu ulikuwa unaniambia your best friend. Nakwambia no best friend. Mimi naongea wewe kuna cheka tu. Jamani your best friend huyu. Ya bana she's just my best friend. Oh, okay. And then the bestie, I want you guys. Okay. Kwa sikuweza kureact, sikuweza kufanya chochote. I was like, ina maana uliwafumania red-handed. God. Nikamwambia tu, oh, okay. Bestie. I just need to rest. Na nilipumzika. Hapo. Sasa niende wapi? No. Siku manani. Where should I go? Oh my God. Okay. Let's be together in the house of the Lord. Yeah. See, sijui kwa nini nilishindwa kuongea, nilishindwa kupanic, nilishindwa kufanya chochote. Nikaiachia tu yale hivyo till morning, and then I just continue with my schedules. Ila from there hakuwa na uwezo wa kuniongelesha chochote wala kuniambia chochote. Kwanza aliogopa labda naweza nikatokea kwake nikafanya fujo, nikavunja vunja. Mimi siwezi. Why should I allow devil to control my mind? I'm a good ignorer. Like devil, whatever you bring it, I ignore it because my peace matter than anything. Because the Bible says linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa sababu huko ndiko zinatoka chemchem za uzima. Uzima tu sio uzima wa mwili, uzima wa kifedha, uzima wa afya, uzima wa everything. So I can't risk my life for the nonsense thing. If you wasn't the one, au you were the one, but umetokea ya kutokea na haitaki kuwepo, it's okay. I'll let you go. Okay. Bye. Thank you. The next one. Uliachana naye Miriam? Yeah, niliachana naye lakini nilipata shida sana kwenye kulia. Nililia. Yes, kwa sababu nilishindwa kuongea pale. Okay. Kwa nikakaa na kile kitu. But then I went back to God and asked, so what I prayed for is what's giving me pain? Okay. What is this? Ama kuna kitu sehemu nilisikusikiliza vizuri, au ni kuna wapi nilikosea, au vipi? Asubuhi wakati at the time najiandaa na kuja kuna kitu kikaja tukichwani like don't be the problem at the problem, because if you keep being the problem will increase. Yeah, of course. Ungereact pale uwezi jua. Yes. Yani, and not everything needs your reaction. Yeah, exactly. Other things just let it go. Peacefully. I have this brother of mine, he's a pastor. I remember I used to call him at the midnight. Nalia, unatetemeka kama moyo unataka kutoka. I can't sleep. Brother Ibra, thank you. Oh my God. Alikuwa anatoka Kigamboni ananifuata. What's wrong? The guy akanambia never ever nikuone unalia kwa sababu ya the guy in this way. I was like, God, I know love. Nimejifunza kwenye maisha, nimekaa kwenye maisha ya upendo, nimeona wazazi wangu wanapendana miaka yote. Why do people they don't understand love, how it's supposed to be? Yani why like inakuwa kama punishment? I'm done and I don't want this. Ilifika mpaka nishaken kwenye my spiritual life. Like if you God unaweza kuniambia mimi huyu ni sahihi alafu mwisho siku mabanga yakawa hivi. Una uhakika ulimsikiza Mungu vizuri? Ukuta Mungu alikuwa anakuambia red hii usiende huko unaona. Let me tell you, kuna hichi kitu kinaitwa token the secret token. Yes. Sasa nilikuwa sijui kama pia kwenye upande wa pili sio wanasema kuna nini kinatokea. Siku nilisema mwenyewe tu ile unaombaomba. Like if the man who will come right now, he's going to be my man, he will give me the white flowers. You know I love flowers so much. Hiyo ilikuwa ni secret code between me and God. Lakini kumbuka shetani anasikia. Yes. Sasa muda huo ndo penzi limepenzika dada. Mtu nikaambia so wewe you can't be okay, I have the childish in me which is unlike it. Nikaambia like you can't be with me because there is something you need to give me first before anything. Akanambia I know what you want. Nikaambia what is that? And I never discussed with him. Okay. Akanambia what is that? Nikaambia you say you know. Then tell me. Akanambia I know. Okay. It's just the white flowers. I was shocked. Na hii story even my friend knows. Momo. Okay. He was there kuanzia mwanzo wa token mpaka aliyotokea kwenye token. Like akanambia it's just a white flower that you need.
niliingia kwenye simu yangu, nikafungua, unajua kwenye simu kuna ile simu una hide picture. Ile picha ilikuwa iko kule. Mpaka nikamuonyesha hivi, nikamwambia how did you know? How did you know about this? Akacheka atakana. So ile ikanipa assurance kwamba like yeah, says the one kwamba kumbe kama Mungu anaweza kuongea naye secret code za mambo mengine na akafanyikiwa. Manake hili si dogo kwake. Sasa vile lilivyotokea. Labda ulisubiri jibu kwa haraka sana huko. No, sikuwa hata kwenye pressure. Na hata mahusiano wakati anaingia, I wasn't even ready to be in a relationship. Okay. Yaani nilikuwa tu kwenye maisha yangu, mimi napenda kuwa single baada ya heartbreak fulani hivi. Na heartbreak sijui kwa nini wanaonyoshaga hivi, lakini you guys are innocent, sometimes you're loyal and stuff. Okay, maybe we are too much for them. Okay. That's they can't first. handle that. Yes. And second, you know, ex in experience. You take it everything as a positive. Okay. Kuna mambo mengine kuna watu nakutana nao kwenye maisha. Sawa, nimesema usichukulie poa kila unayekutana naye au unayehusiana naye. Kuna jambo Mungu anataka kukufundisha. Exactly. Mimi naweza nikasema sawa, bali ni heartbreak, lakini kuna vitu nilijifunza. Exactly. Vingi sana ambavyo vimenifanya kuwa a woman who I am today. Because now I can't lower my standard because of you to fit in. Never. Au kuna vitu fulani sijui natakiwa hapana mtumishi. Hapana. Niliona kuna posti moja mtumishi wa Mungu Rachel Boka alisema, if you are praying today so hard for that man to to stay, hey, you gonna pray you gonna pray you, and the love of God when it comes with peace. Yeah. And love of God won't struggle. Yes. If you're struggling to keep something now, know that you're gonna struggle forever. Hiyo ndoa unayoomba itakushinda. Na hiyo si tu kwenye ndoa, kwenye chochote. Yeah. Kwa sababu nasema na amani ya Kristo na ya moyoni mwenu. If there is a peace of God, anything is going smoothly. Yes. But if the peace is not there, you're gonna struggle forever. Exactly. So me, I just want to telling everybody, kama uko kwenye mahusiano, uko kwenye biashara, kwenye chochote, hata kama kwenye state ya maisha yako, unaona you are struggling now, na unataka ku keep that lifestyle, leave it. Leave it, kwa sababu it will cost you a lot. Let it, yani achia iende, alafu subiri ukae kwenye line. Ukae kwenye lane pia ya kimungu, wish kwenye purpose, utaona tu amani ya Kristo inaambatana na wewe, amani ya kimungu iko pamoja na wewe, na kila kitu kinaenda. Exactly. Okay, so hapo kwenye mahusiano, don't think I'll let it go. That is, have you ever been in love with someone and then baadaye ukaja kugundua kwamba ana mahusiano and you couldn't let go? What do you want? No. What do you want, chica? Nothing. There's the something. Nothing. I'm watching you. No, nothing. You know, just zinatokea. Sometimes things happen. Okay. Like, which is I hate. Kwamba nako kwenye mahusiano na wewe alafu una mahusiano na mtu mwingine. Ndio yule unayempenda naye anampenda mwingine, na yule anayempenda naye na mwingine. Kuna mtu of course nilishawahi kumpenda but Mungu amweke mahali pema peponi. Nilishawahi kumpenda sana lakini I didn't know that area kwamba ako na mahusiano. And then later, unajua ni like later kwanza nilianza kufound like ako na watoto. I was like, why did you tell me about this? How did you know this? I have God. God can give me any information that I want at any time. You have God and you're a journalist, you know. You're a girl, which makes you FBI just automatic. You know? Absolutely. Nikamwambia like, hichi si kitu cha kuficha. Nikajua labda ni mmoja. Hey, I found another one. You know, kids tunaweza kuvumilia ni baraka. And then later, I found that ako na very serious relationship than mine. Oh God. Nikasema na mahusiano ya watu ya miaka 7 wewe unao mmoja. Ndio maana ilikuwa napewa lecture sana. The lectures ilikuwa ni yani unajua Miriam kwenye like unajua ile mtu anakulecture yani. I was like, "Oh, I didn't know about all of these." And then nilipokuja kujua inakaribia yani people they want to engage. Oh my God. Men can lie and na hapo katikati ushapigwa matukio fulani hivi. Yeah. Na Mungu naambia Mungu, maybe you can change him. Maybe that he won't change. You can't change a person. He's not for you. Yani you can't change not man.
anyone in life. Me, I can't change you. You can't change me. Changes comes from within, from the heart. If I need to change to be with you, I will. But if I don't want to change, you're gonna struggle forever. Because I don't want to change. This is who I am. Hizo mambo za this is who I am zinakuwa hivi. Lakini kama mtu nimeamua kubadilika ili niweze kuendana na wewe. Yeah, kwa sababu kunguru na nane sio hawezi kuruka pamoja. Lazima ndege wawili wafanane ili waende safari moja. So baadaye nikaja kufound like ako na mtu ambaye wanataka kuengejiana kabisa, mahusiano serious. I was like, okay, kama kaida, let it go, forgive and forget. You'll cry, God will intervene, will heal your heart. Proceed with life. Lakini bahati mbaya sana ulikuja kugundua alafu muda mchache sana akawa amefariki. Hivi watu wanasema kwamba ex wako unamwombea mabaya. Wewe ilikuaje? Sasa he was my friend. Alafu ndo mko ameachana, mambo hayakuwa sawa. To be honest, my ex was my friend. A very deep friend to me, a brother to me. Ndio maana lectures zilikuwa nyingi sana. Yaani na amenisaidia vingi sana hata kwenye masuala ya kiimani. Nakumbuka kuna siku ananiambia, mapasta. Mili. If you love God, focus with your God. Seek God by yourself. Don't be deceived sana. Yes. Sikuwahi kumuelewaga. Ila ananiambia, don't be deceived with the pastors that you see online, you see everywhere. I was like, what do you mean, bro? They're just pastors. I know a lot of things than you. Exactly. I'm older than you. Is it? I was like, yes. So listen to what I'm telling you. So amenisaidia kwenye mambo mengi, financial wisdom, spiritual wisdom, life wisdom, my self standard wisdom, a lot. Na mara ya mwisho nakumbuka kabla hajafariki ni kama siku moja before, nilikuwa nimeenda gym. He texts me like, hey, I want to come and join that gym. Stefani mazoezi muda mrefu. Nikamwambia okay, sawa. Nikamuelekeza. Hey. Kesho yake. Nikajisikia kunyoa nywele kichwani. Nilisikia like, just go and cut your hair. Mpaka nikaenda. Nimeenda pale saluni. Anaanza like, unakata hizi nywele? Nikamwambia, yeah. Na ulikuwa na nywele ndefu. It's fine. You just cut it off. Nikakata pale, but naona kama kuna kauzuni ndani yangu, sijui ni cha nini. Siku inayofuatia ndo ambao sasa ndo alifariki asubuhi, mimi sijui. Taarifa zikatoka baadaye. Saa 12 kuna mchungaji alinipigia simu. Anaitwa Pastor Fanta wa Mwanza. Yes. Akaniambia, nimekukumbuka tu, nikaona nikusalimie. Saa 12 alfajiri. Nikamwambia, napo nilikuwa sijalala kama kawaida nachelewa kulala. Nikamwambia, thank you so much baba. Akaniambia, how is Ombeni? Nikamwambia, he's doing fine. He's just fine. Mmewasiliana hivi karibuni? Nikamwambia, yeah, tumewasiliana. Akaniambia sawa. Nimepumzika masaa 2 si 3, nikaenda kutengeneza kucha. Ilikuwa tena rangi kama hii. Nikaenda kutengeneza kucha. Nasikia no pain. Yaani ndani nasikia neno ananiambia no pain anymore. No cry anymore. Only 2 words. Niliingia live Instagram, nikaweka pale niko na nail tech wangu, naimba because I love singing. I don't know, I'm here in this world, I don't know it's for who. I didn't know that word was for me. For you, special. Like I don't know it's for who, guys. No pain, no more cry, God says. And in Anizila enjoying just all over the sudden someone called me, hi Millie, how are you, where are you? Nikamwambia niko karibu na nyumbani. Akanambia okay, did you hear anything? I was like, what? Any information about Ombeni? Kitu kanambia like he's died. Moja kwa moja. Nikamwambia please, don't tell me what I think. Akanambia, uko na nani? Nikamwambia niko na sehemu tu niko. Akamwambia stay there. Don't go anywhere. Nilishindwa. Niliblast and cry. And like nilikuwa nawaza mengi. Sio kama nimepoteza ex. Hapana. Where can I get a brother like him? Where can I get yeah, Benny was really hard. He was a good guy. God. Yeah. Like where can I get a brother like him? A friend like him? Sababu nilikutana na Ombeni at the time nimetoka kumpoteza kakaangu. Niko na maumivu makali. And he was there. He helped me to heal.
he encouraged me like Miriam sawa, na bado huko mambo ya family issues nini, akani encourage, unaweza, mbona hapa unaweza kupambana, unaweza yani like kila kitu kinaenda. Kwa hiyo nilijikuta like nikalia nini, simu sasa zikaanza, yani kama ile ndo kama ilikuwa imefungua simu zote, simu zikaanza kuwa nyingi. I was like, why everyone is calling me? I'm not his girlfriend. I'm not his whatever. Mko na connection kubwa sana. Sasa ni ile ilikuwa inazidi kuni like, why kila mtu ananipigia mimi simu? Na mlifanya pia kazi pamoja, unajua. Yes. Baadaye akamtuma nani, Winnie, my other friend, she came, akanichukua nisielewi. Hey, what is the deepest and deepest that you didn't know? He was my cousin. What? You guys were related. No. I didn't know at all. But it's Kuzo. Sinikuza tu. No way. So, ndo maana uko unampenda sana kwa sababu damu bwana, damu waga zina. Sikujua wakati nimeenda msibani, like nimeenda msibani like nalia sielewi. Unajua sielewi. Then someone called my mom. My mom akaja. Alipokuja, mama akaanza kuongea na mama Ombeni. Wakaongea pale Kichaga nini. Alikuja akaningata sikio. Yani oya, ubenamu yako. Cousin. Oh. I was like, what? My cousin like what? Akaniambia, ndio maana ni nzuri kama familia. Kujuana. Yes, na kukutana mwisho wa siku utakuja utakutana na kaka yako kabisa. You're saying cousin. Mimi yangu aliponea hivi kumuoa mtoto wa shangazi yake hivi. Wana kutambulishana ndio inajulikana. Aliuliza tu ni mjamzito? Hapana. Samanini tuishie hapa. Ni ndugu. Yeah. Who's my cousin? I was like, yani. Woo! I didn't know all of this. But bado ile maumivu ya rafiki kupoteza brother ilikuwa ni. Unajua hata kwa sisi ambao walikuwa tu rafiki tu na bosi, kwa sababu alikuwa bosi na rafiki. Yo. But God is good. Maana nakumbuka hii kuna mpaka nilizima. Sijui hata nilizimaje. Yaani nilizimia, akaniambia nisiende msibani. Sikuweza kuenda siku 3, nikakaa nyumbani. Nikasema nitajitahidi labda siku ile ya kuzika nitatokea pale. Sasa mimi nilikuwa nalia, bado nikaa namuonea huruma the current girlfriend, like what is going to happen to her. Imagine they were planning engagement. Yes, like yani nikasa ni kama mbeba na maumivu ya yule msichana. Nimeamua kuyaweka kwangu pia. Yani mpaka ilifika muda unalia mpaka kujua sasa yani inakuaje, mpaka ilibidi msaada wa kimungu, yani nipatiwe msaada wa kimungu. Pastors wakawa wananiombea, like prophets wakawa yani like please wananiombea sasa ile hali, kwa sababu usipokaa nayo sawa inakuniliwa. Kwenye mambo sasa ya spirituality, hii ni kwa watu wachache ambao wataelewa mambo ya spirituality. Kwenye hizo siku 3 ambazo nilikuwa nashindwa kwenda msibani, nilikuwa nikikaa ndani, yani like I feel his presence and he never been at my place. Lakini nilikuwa nikikaa mpaka na wewe seka. Yes. Yani seka, and like his presence is here. Napiga simu to my pastors like, help me, pray for me. Nyumbani na wasichana 4. Yani nimeenda kuita marafiki zangu, tuko 4 na mimi nipo hapo. Nalala katikati yao. Lakini naona kama kuna mtu ananiamsha. Na mkana wewe seka, please help me. So that situation was really bad. Kuna mambo mengine hatuwezi kudili nao in a physical way. Yes. Other things are very spiritual. Very spiritual. Na kuongea unaweza usieleweke. Yes. Yani no maana this world is very spiritual than people think. Yani maisha haya ni yako very spiritual than think. Yani nikisema nifike kwenye upande wa spiritual, yani I don't want even to talk about it. Yani Mungu ni mwema. Ila tulivuka. Yeah, God is great. Nilichukua muda kidogo. Mwaka sasa hivi na miezi. Mpaka kuna rafiki yangu mmoja wakati sana nilishinda kulala nikakimbia nyumbani kwangu baada ya wale wengine kuondoka. Sikuweza kulala kwangu, nikampigia rafiki yangu, "Can I come and sleep at your place?" Akanambia, "Wewe kwani unakimbia kwa kuna jana ninaenda nataka msaada kulala nyumbani kwako bado unanisema. Wewe kwani unakimbia nyumbani kwako?" Sio nini, nikamwambia huwezi kunielewa. Ngumu. Huwezi kunielewa. Mpaka ile hali ilivyokaa sawa, nika let it go. Everything kikaa super. Nikasema sometimes what I learn about this situation, mimi napenda kujifunza kwenye kila ninachopitia cha kuniumiza. Sometimes denial, it's a God protection. Kwa kweli.
Yani not everything that happened to you unaona hakijakuwa kama kilivyokuwa, favored au umeonewa ukaanza kulalamika. That's why the Bible says be thankful for everything. Sababu mawazo ya Mungu siku zote ni mazuri kwetu. Na najua mawazo ninayokuazia asema Bwana. Yes. Mawazo ya kukutajirisha, ya kukupa amani, ya kukufanikisha. So where you can have your own plans but God has another plan. What you need to do to make sure that your plans zimeendana pia na Mungu. God is involved at 100%. La sivyo nothing will be succeed. Na hata ikitokea haijakuwa vile unavyotaka, vizuri kulalamika. Muombe tu na be thankful. Kuna mstari fulani nilisoma kwenye Biblia mpaka leo sijuagi niutoa wapi na bado nautafuta. Na malalamiko yasipatikane kwako. Yaani kila nikitaka kulalamika huo mstari unanijia. Na malalamiko yasipatikane kwako. Be thankful. Nasema God thank you even for this, thank you for that person. Ndio maana hata ni mtu akiniumiza akinini namsamee na bado nitaongea na wewe, nitapiga story na wewe kama kawaida. Mwingine haelewi, wewe au unanifanyia drama. No, that's my life, my truly lifestyle. Yaani ndio iko hivyo. Unasema chuki inamuumiza na hifadhi. Mimi sina mambo ya kubebana huko moyoni. Yaani moyo wangu nataka ubebe upendo wa Mungu. Kwamba hata ikitokea mtu mwingine yupo amekosa upendo, I can share love with you. Exactly. Sio nibebe maumivu, kwa sababu nikibeba maumivu nitashindwa kuheal. Ukija kutokea wewe hata rafiki yangu tu wa kawaida, mpenzi nini, nitashindwa kufanya vile ninavyotakiwa kufanya. Nitakuwa na zile ndo trauma sijui ndo nabeba na kuletea wewe. God, he's the man who heals the heart he didn't break. Yeah. So if it's a relationship stuff, business things, anything that breaks your heart, there is a God who can heal it completely. Exactly. Na akakufanya ukawa upya. Unasema Mungu ni finyange, anakufinyanga upya, anafinyanga moyo wako unakuwa mpya. Unaanza kuwa mtu mwingine na unaanza kuishi according to him the way he wants. I agree with you. Okay, so tuende kwenye calling yako ya uimbaji. Unachokifanya wewe ni divine. Yaani umepewa ile divine power kwenye sauti yako. Ukisimama ukiabudisha, ukiworship, kuna yani unajua unauona uwepo wa Mungu unakuwa uko pale. Of which ni kitu ambacho sio kila mtu anakuwa nacho. Unajua. Kwa hiyo hebu tuambie, ushaikuwa na encounter ya kupokea hiyo anointing? Ilikuwaje? Ilikuwa kwa mchungaji? Uli experience Mungu mwenyewe? Yesu mwenyewe alikuja kwako? Yani how did you receive the anointing? Okay, I can say it's a grace of God. Tunadiko kwa neema ya Mungu. Nimezaliwa naimba. Sijui kwa nini Mungu alinipa hicho kipaji au hiyo neema, lakini kuna kusudi ambalo ameliweka. So sijawahi kupokea kusema kwa mchungaji labda nikaimiziwa mafuta au vipi. No. Nilijua hiyo kitu ipo, lakini hiyo kitu iliendelea kufanya kazi. It's need the intimacy with God. Yes. Ili uweze kupata notifications za WhatsApp, za Instagram, za huko kwenye internet, you need bundle. If you don't have bundle, you can't. And enough bundle inakusaidia wewe kusustain muda mrefu kwenye internet. The half bundle, you can only kufungua WhatsApp ama mtandao wa Instagram, una zerili So the more you have intimacy with God, the more you spend time with God, the more anointing is increasing. The more anasema sitafanya jambo lolote pasipo kuambia watu wangu. Kuna vitu anakufungulia. Macho ambayo hajawahi kuona, masikio hajawahi kusikia. Ulimi sijui hajawahi kunena. Mikono, yani anakufungulia vitu vya sirini kwa sababu yeye ni Mungu aketie sirini. Sasa kama ni Mungu aketie sirini, and you need to go where he is to get what you want. Unasema utafute Mungu wa kuamini, kwa sababu ni rahisi kumwamini Mungu, lakini Mungu kuamini wewe mwanadamu, you have to make sure umefanya vingi sana. Na Mungu atafuti ile kumtafuta Mungu, like you need God, not in a public. So sure. Sirini. Sure. You see a lot of people ambao wako very anointed wakiima, mfano kama Nathaniel basi, wakina Apostle Suleiman, kuna watumishi wa Mungu kuna Mr. Bella Kombo, kina Elia, kuna huyu mmoja nampenda sana anasema unifinyange. Mungu nisaidie nitamkumbuka jina lake. Yaani napenda kuvitaka tu baba mwenye maupako yake. Unasujudi na nini wewe? I don't know if anyone can help me to remember the name. Anyway, those people ukiangalia siri kubwa ni sirini.
wanamtafuta sirini ambapo no gram, no camera, no one. Kuna namna utalia na Mungu kule. Kuna namna utaongea na Mungu kule. Kuna namna atakufungulia kule. Alafu kishakupa, we kazi yako ni kudeliver kwa watu. Kwamba nikianza kusema tu ile, je, kuna neno, usilo liweza. Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Hapo nimemwambia Mungu, je, kuna neno gani? Si ndio? But once I come to deliver to people, kuna namna nini message inakuwa twisted. Je, kuna neno, asilo liweza. Je, kuna neno gumu lolote asilo liweza? You encourage someone. Kuna mtu anapitia maisha magumu, kuna mtu anapitia kuumwa, kuna mtu anapitia doa yake, kuna mtu anapitia hana mtoto, kuna mtu like a lot of things. You are there to remind someone. Ni kama kipiki posta ya kupeleka taarifa kwamba like kama nimekuja nataka niongee na wewe, ndio sema mimi ndio secretary, nikuaminishe. I have to kuaminisha. Siwezi kukuaminisha kama sijui product. Uamini pia. Yes. Mimi nikianza kukuzia product hapo, let's say ya skincare, I need to go and to learn about that product. Ili nikija nikwambie, yani hii ukipaka unakuwa kama Mwarabu, yani you get it? Yeah. The same to God. You need to go to know God deeply, in a deeply level. Maana sana natamani nikae nyumbani kwako ili nikujue, nikufahamu zaidi. Mungu, yani kama binadamu kila siku, mimi siwezi, hata kama nikikaa na wewe maisha, kila siku unabadilika wewe. Sasa wewe unabadilika. Mungu anasema Mungu wetu abadiliki, si ndio? But still we need to know God each and every day. The way God amezungumza na mimi jana, it's a different God who will speak with me today. Exactly. Why? Because he has a different way to talk to me. So that anointing for mimi haijaja kwa mafuta, haijaja labda kwa kuweka mikono, ni Mungu mwenyewe. Ulizaliwa na tuseme. Okay. Ni neema ya Mungu ambayo imeshuka na nikaijua, nikasema ni nzuri. Ndo pale tunasema nimekutana na Mungu mimi mwenyewe binafsi. I've been passing through a lot apart from family issues and other stuff. Is also nimehusiana ile personal, like maisha yako katikati ya kufa na kuishi. Unapambania, maana inahitaji Mungu awe katikati. Attacks zimekuwa nyingi kwa sababu shetani hawezi kuattack kama anajua huna kitu. Of course. If he knows that you have something, that ataanza mapema. Yes. And one thing ni kwamba shetani waga anaona kabla hata hujaona. Unaweza kushangaa unapigana vita hujui kwa nini, kumbe alishaona kitu. Bali uzuri ni kwamba he can't see the clear. Anapata glimpse tu. Yep, it's only glimpse. Ambazo nasema au ile anahisi kwamba huyu atakuja kuwa threat to my kingdom. So anaanza kutuma attacks. But ashukuriwe Mungu, ukimjua Mungu na kama umependelewa na Mungu na yani upendo wa Mungu umehusika kwenye maisha yako, God ni mtu ambaye ana save. Yani like he save you for his purpose and for his kingdom, for something to be done. So me, I'm grateful for that and I will keep doing it because that's the purpose. Naweza nikafanya vitu vyote tunavyoniona ninavifanya, lakini the true purpose ni hapa. Ambapo nikianza hata mimi kuimba, hata kama niwe na mzao ni na nini, kila kitu kina, unajua like kama unatoka kwenye zone moja alafu unaingia kwenye zone nyingine ambayo hujui huko ni wapi. I see nothing than God. Yaani najikuta nimeshakuwa niko deep kwenye. Mimi naweza nikakata nyumbani mwenyewe ndani, I'm just singing. Mfano kama jana I was doing something alafu mtu akanikwaza. Makwazo hayana budi kuja, ila ole wake asababishaye makwazo. Yakanikwaza. Nikasema, but the only thing I can do is worshiping God, just to communicate with God. I started worshiping mpaka ule mtu alijisikia vibaya. Nikamwambia, you don't need to do that. This is just me. And then nikawa cool, nikaendelea na kitu ambacho nataka kukifanya.
Kwa maana yake imekuwa it's a lifestyle, sio maisha ya kuigiza kusema labda nikiwepo tu mtandaoni ama nikiwepo katikati ya watu ndo nitafanya. I do also. Haya ni maisha ambayo yanahitaji uishi huku nyuma kabla ya kuja mbeleni. Nguo ili ionekane nguo lazima inaanzia kiwandani ambapo ni sirini. Alafu huku inauzwa. The same. Okay. So kwa kumalizia, mimi maana tumeongea vitu vingi sana. Natamani kuzungumza na binti ambaye ama kijana ambaye unajua tupo kwenye ulimwengu ambao mambo ya kumwabudu Mungu, kuenda kanisani, kumtumikia Mungu in public inaonekana kama ni aibu. Unaonekana mshamba huyo, utasikia yani huyo ni mlokole naye. Yani kama vile ni tusi, vimekuwa normalized vitu vingine ambavyo vinaonekana for you to be a cool kijana, cool Gen Z, lazima uwe una got clubs, pombe zile zinaletwa na nini, shisha here and there, unaelewa, wanaona huo ndo ama wanaidefine hiyo kama a cool kid ama a cool Gen Z Mnyamwezi nini. Alafu wale ambao wanamtafuta Mungu au wanaenda kanisani na nini wanakuwa defined kama walokole tu wao, wanajikuta sijui nini na nini. Yani kunakuwa na zile maneno ambayo ni ya kuwa discourage watu ambao pengine wanatamani kuokoka, wanatamani kumtumikia Mungu. So unalipi la kuzungumza ama la kumwambia mtu ambaye anatamani kuja kwa Mungu? Okay. For what I can tell someone that who wants to believe Christ as their savior, or tayari amemwamini Kristo lakini anaishi kwenye maisha ya kujificha ficha, hataki kuonyesha. The Bible says itamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote na kukosa nafsi yake? Maana yake there is no profit of getting everything that you want in this life and you lose yourself. You lose yourself by not accepting the identity that Christ has given to you, and you accept the identity ya dunia. Dunia itaisha. Shetani hana ujanja, shetani hana ujuzi wa aina wowote. Everything are from God, but it's need the knowledge and the wisdom to know how to use it. Kuwa Mkristo au kuokoka haihitaji wewe uwe mshamba, haihitaji uwe maskini, haihitaji uwe tu na muonekano yani kwamba mimi no. Fedha na dhahabu sijui na nini vyote ni mali ya nani? Ya baba. Sasa alikuwa tunakusoma kwenye Biblia kuna story kwa watu walikuwa wanavaa magoldi, wanavaa nini. Means wewe kama mtoto wa Mungu, a true image of God, you also have hiyo kitu unataka ifanye. Wanasema kwamba kama pesa, mimi napendaga kuamini kwamba kama pesa na dhahabu ni mali ya Bwana, kwa maana mimi ni mtoto wake. So ni part. Live as the princess, as the prince of God, not as the servant, any as a slave. Kwa sababu ukisema ukae kama slave, you'll be a slave of devil, not of God. Kwa Mungu hatuna slaves hata mmoja. You can you can go for your career, you can go for talent, you can go for anything, and while you have Christ, and be proud. Kwa sababu nasema kama utanionea aibu mimi, na mimi nitakuonea aibu mbele za baba yangu. Ambapo muda huu wewe unautumia huku duniani unaona like you are just doing everything. Na Mungu hahitaji wewe uwe mtakatifu. No, he's the one who perfects you. God loves you as you are. Kama unavuta bangi, unafanya yani chochote, Mungu anakupenda kama ulivyo. Isitokee hata siku moja, kwa sababu even the Bible says usijihukumu wala usimhukumu mwingine. Kwenye agano jipya imeelezea hiyo kwamba you don't need to condemn yourself, you don't need to condemn another person ambaye unamuona labda anaishi maisha ambayo sio kitakatifu. The only thing you need to do is mfuate yule mtu, ongea naye kwa upendo, shaurianeni kwa saburi, onyaneni kwa saburi. Maana unajua hicho unachokifanya sawa ni kizuri, lakini kwa sababu unajua dhambi haipo kwa ajili ya kusema labda ku destroy nini. Dhambi iko kwa ajili ya kukudestroy wewe, yani inaanza ku destroy wewe. Kwa sababu unavozidi, let's say kama kwenye wanasema kama pombe, mfano utatumia hela nyingi, utashinda kufanya maendeleo yako mengine. Mwingine anasema mimi nina hela that's why inafanya pombe nini. Kuna watu hawana amani, you just drink pombe to get their peace. Distraction. Yes. Like ili usahau tu. Kumbe amani ya Kristo ambayo unatakiwa kufuata ni achana na hiki, usikipe nafasi hiki kwanza, kiweke pembeni, and then give your life to Christ. And then you're gonna see how this Christ ataingia kwenye maisha yako. Yes. Alafu easy way to go about that ni kwamba mfano wewe labda unakunywa pombe au you smoking and stuff, unatamani kumtafuta Mungu, sio kama ndo unaacha leo kesho naenda. No, it's a process. The more unapomtafuta Mungu na yeye anakuweka mbali na vile vitu. Kwa hiyo tafuta kumjua tu Mungu zaidi, mwisho wa siku utajikuta umeviacha, kwa sababu Mungu akichukua nafasi kubwa yako hata vile vitu vitakuwa havina nafasi. Mfano mzuri, unakaa tandika. Umelelewa tandika. Then unakaa mikocheni.
au Masaki. Kuna tabia haihitaji siku moja, inahitaji muda, kwamba utaanza huku kutandika huku wapi Mikocheni Masaki hamna vigodoro, huku si nini hamna, utamisi. Sawa, kuna muda utamisi miguu ya kuku, ila kuna sehemu nyingine inauzwa ambayo sio kama area ambayo you used to be. So ili utoke kwenye comfort zone ambayo uko inazidi kukumaliza, just get out, risk everything. Kama Yesu aliamua ku risk his life and to die for us, why don't you risk vitu hivi ambavyo ni vinapita vya duniani tu? Sawa, utaanguka, na unasema mwenye haki ataanguka hata mara 7, lakini atafanya nini? Atainuka tena. Ukianguka inuka, ukianguka inuka. Mungu anasema napendezwa na wanyenyekevu wa moyo. God says kwamba imetokea umejua nimekosea, be humble enough to kneel before God and say like, God, I'm sorry, I've done you wrong, but that wasn't my intention. Imetokea, help me. You can't do anything for yourself. We need the help of God. We need his hand. We need his guidance to be the way he wants us to be. Kwa sababu unasema kwenye Zaburi, dhambi yangu mbele yangu daima. We imagine dhambi yako iko mbele yako daima, alafu unasema you can do it by yourself. Never. It's not easy. Yeah. But God, he will be there to helping you. Yeah. Unadanganya, una nini. So me, I can say like, just give your life to Christ and don't be ashamed or to say like kuishi maisha ya Ukristo ni ushamba. Hapana. Hizo unaona wanakupelekea huko wapi duniani. Wanasema gizani wana akili kuliko nuruni. Hapana, nuruni tuna akili lakini tunashindwa kutumia maarifa. Watu wengi wanaangamia yes, kwa kukosa maarifa. Lakini once we get the maarifa, even devil anachukua hayo maarifa kutoka huku. Kwa sababu hata au stories za waganga, mimi nimekaa Magomeni ndio tumekaa karibu na mganga. Yaani asilimia kubwa ya vitu wanavyofanya vipo kwenye vitabu vya dini. Ila tu wao wanaamua kuvichukua na wanavileta kwenye mambo ya ulimwengu mwingine, kwa sababu what's matter is not what you see front, what is behind. Yaani ile intention. Hata nyimbo unaweza kukuta nyimbo tu mtu anaimba hizi za secular za nini, kuna nyimbo nyingine sio mbaya, lakini kuna intention gani iko nyuma, mtu alotengeneza, kuna nguvu gani iko huko nyuma. Naweza kusema nakupenda wewe, na maanisha nini? Naweza nikaimba nyimbo sana ya melody, lakini I mean God. What my heart means, it's what matter. Kilicho behind always is what matter. So people, they have to be very carefully. Not everything that you see in life unaona kama viko ndio hivyo front. There is a lot of things at the back. Yani kuna vitu vingi, hata kanisa sijui nini, unaona mchungaji unani kikubwa jamani, ukimwabudu Mungu simwabudu mchungaji, mwabudu Mungu. So live and be happy. Proud to be Christian. Make Jesus Christ famous more and more. Okay. So guys, niliwaahidi kwamba mtafurahi na mtaenjoy. Nyie mmeonaje? Mazungumzo ya bravo wetu Binilove. Mimi nimefurahi sana by the way kuzungumza naye mawili matatu. It's always fun kuzungumza naye kwa sababu mazungumzo fulani ambayo ni healing here and there, bila judgment, bila nini. Mambo ni mengi mazuri. Hopefully mmejifunza na mmeenjoy kwa this week. Kwa episode yetu hii leo ndo tumefika mwisho. Mimi naitwa Chika, nipo Instagram kama Chika_14, lakini YouTube channel ya kwetu ni Story Yangu Podcast. Usisahau kusubscribe na kutufollow pia kwenye Instagram account yetu ya Story Yangu Podcast. Na kama una story yako usisahau kabisa kushare na sisi ili uweze kuja hapa na kuketi kwenye hichi kitu na kutupa story yako, sababu itasikilizwa. Cha kufanya ili kuweza kushiriki moja kwa moja kwenye Story Yangu Podcast as mgeni, unaenda tu DM ya Story Yangu Podcast au ya Femina Hip au ya kwangu mwenyewe, unaandika story yako briefly kidogo tu kwamba story yangu inahusu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwenye yengo ya familia labda au kwenye yengo ya mahusiano hivi na au kwenye yengo ya uchumi hivi na hivi na hivi na hivi. And then ikikidhi vigezo utakuja na utaketi hapa. Lakini pia kama kuna mgeni ambaye unatamani kusikia story ya kwake, utatuandikia tu kwenye comment section. Alafu sisi tutamtafuta na tutamleta hapa na utaisikia story yake. Shout out sana ziende kwa production team pamoja na uongozi mzima wa Femina Hip. Mimi sina la ziada jamani. Bye. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu.